Bwana, tunafahamu kwamba michuano ya AFCON hatua ya 16 bora imetamatika na tayari tumeshakwisha kufahamu mataifa 8 ambayo yanatinga hatua ya robo finali ya michuano ya AFCON ambayo inaendelea kulindima huko nchini Morocco. Sasa nakuletea historia fupi ya shabiki wa timu ya taifa ya DR Congo ambaye ameacha gumzo na alama kubwa kwenye michuano hiyo mara baada ya taifa lake la Congo kutolewa. Anaitwa Michael Kuka Mbolandinga, ni shabiki maarufu wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa maana ya DR Congo, ambaye amevutia umma kote kwenye kombe la mataifa Afrika AFCON 2025-26 kwa tendo lake la kipekee la kusimama bila kutetemeka kwenye mechi zote za Kongo. Huyu ni nani? Jina lake kamili ni Michael Kuka Mbolandinga. Amejulikana sana kama shabiki wa kawaida lakini mwenye mtazamo wa kitaifa na kihistoria. Yeye si mchezaji au kumteta wa michezo. Ni shabiki ambaye amekuwa akitumia michezo kusherekea na kumbukumbu ya historia ya DR Congo. Unaweza ukawa unajiuliza kwa nini anasimama na mkono juu kwenye mechi zote za timu ya taifa ya Congo kwenye michuano ya AFCON. Kazi yake ya kipekee ni kusimama kimya kwa muda wote na mechi akiwa mkono wake wa kulia huko juu. Hii sio kwa sababu ya shauku tu ya mchezo, bali ni heshima na kumbukumbu kwa kiongozi maarufu wa kihistoria Patrice Lumumba. Umuhimu wa ishara hii: Patrice Lumumba alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa DR Congo baada ya nchi kupata uhuru kutoka kwa Ubelgiji mwaka 1960. Alikuwa kiongozi maarufu wa harakati za uhuru, lakini aliuawa mapema mwaka 1961, tukio ambalo limekuwa sehemu ya kihistoria ya taifa hilo. Kuka anaiga sanamu ya Lumumba iliyopo Kinshasa, ambapo Lumumba amewekwa na mkono mmoja juu, ishara ya msimamo wa uhuru. Na hivyo tendo lake la kusimama na mkono juu ni tendo la heshima kwa Lumumba na kile anachokiwakilisha: uhuru, utaifa na kumbukumbu ya historia, sio tu kwenye michezo bali pia ishara ya utambulisho wa kitaifa. Pengine unaweza ukajiuliza kwa nini amevutia watu wengi na wapenda soka na mashabiki huko nchini Morocco. Anasimama kwa dakika zote 90 za mechi ya DR Congo, na mara nyingi hata zaidi ya dakika 90 kwa maana ya zile 30 au mikwaju ya penati. Dakika zote usimama bila kutembea. Tendo hilo limeenea kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kama ishara ya utamaduni na hisia kali za kitaifa. Wengine wanamuita Lumumba kwa sababu ya utego na namna anavyoiga sanamu hiyo. Kwa kifupi, Michael Kuka Mbolandinga ni shabiki wa Kongo anayefanya ishara maalum ya kitamaduni na kihistoria kwa kusimama na mkono juu kwenye mechi zote za DR Congo kwa maana ya michuano ya AFCON kama heshima kwa kiongozi wa taifa Patrice Lumumba. Bwana, moja kati ya tukio ambalo limewaliza wengi na limeleta hisia tofauti ni mara baada ya timu ya taifa ya Congo kuondoshwa kwenye michuano hiyo na timu ya taifa ya Algeria kwenye hatua ya 16 bora ya michuano hiyo. Bwana, mpaka dakika 90 za mchezo wa DR Congo na Algeria unatamatika, ilikuwa ni sare ya bila kufungana kwa maana hakuna timu ambayo ilikuwa imepata goli. Refari wa mchezo huu akaongeza dakika 30 ili mara baada ya dakika hizo basi mikwaju ya penati ikapigwa kwa pande zote mbili. Dakika ya 119 timu ya taifa ya Algeria wanapata goli kupitia kwa Adil Boblina. Huyu ni nyota ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Al Duhail ya kule nchini Qatar. Mara baada ya kufunga goli hilo, bana, nyota huyo alikimbia paka alipokuwa amesimama Michael Kuka akaonyesha ishara ya kunyosha mkono, halafu akalala chini kwa maana ya kumzihaki Michael Kuka kwamba tayari ushabiki wake na ishara yake ya kunyosha mkono juu imeishia pale. Moja kati ya tukio ambalo limevuta hisia za watu wengi na kusema kwamba pengine ilikuwa ni dhihaka kwa Michael Kuka kutoka kwa mchezaji huyo Adil Boblina ambaye aliweza kufunga goli dakika ya 119 na kuiondosha Kongo kwenye michuano ya AFCON.
Bwana, Michael Kuka amejizorea umaarufu mkubwa na tumeona pia akiwa kule nchini Morocco amekuwa akiwavutia watu wengi sana, wengine wakitaka kupiga naye picha, wengine wakitaka kufanya naye mahojiano kwa maana ya waandishi wa habari. Lakini pia tumeona clip kimuonyesha Michael Kuka akiwa na rais wa CAF kwa maana ya Patrice Motsepe, akiwa anaonyesha ishara ya namna ambavyo pia huwa anashangilia, kwa maana ya rais wa CAF Patrice Motsepe naye pia akinyosha mkono kama sehemu ya kutambua kile ambacho anakifanya Michael Kuka. Bwana, Michael Mbolaningi Kuka huenda pengine kuna tetesi ambazo zinazungumzwa kwamba huenda timu ya taifa ya Kongo ikachukua ile tuzo ya mashabiki bora kwenye michuano ya AFCON, na moja kati ya watu ambao watakuwa nasababisha jambo hilo pengine kufanikiwa ni aina ya ushangiliaji wa Michael Kuka katika michezo hiyo ya AFCON. Sasa mara baada ya mchezo wa Nigeria dhidi ya DR Congo kutamatika, bwana, shabiki huyo maarufu wa DR Congo Michael Kuka Mboladinga maarufu kama Lumumba alionekana kuumizwa sana na matokeo ya kufungwa goli 1-0 dhidi ya Algeria katika mechi ya hatua ya 16 ya kombe la mataifa ya Afrika yani AFCON 2025. Mechi hiyo ilichezwa hiyo jana kama unakumbuka, Jumanne Januari 6 kwenye uwanja wa Morai Hassan kule Morocco. DR Congo ilipoteza baada ya kuruhusu bao la dakika za mwishoni za nyongeza na hivyo kutupwa nje ya michuano hiyo inayoingia hatua ya robo finali. Lumumba alijikuta kimwaga machozi kufuatia matokeo hayo ambayo hayakutarajiwa na mashabiki wengi walikuwa na matumaini makubwa kutokana na kiwango kizuri ambacho timu hiyo ilionyesha katika hatua ya mtoano. Matokeo ya ghafla kama haya ni sehemu ya maumivu yanayohusiana na mpira wa miguu kwa maana ya soka. Kama uamini, wauliza mashabiki ambao timu zao hupoteza katika dakika za mwishoni zisizotarajiwa.